Lamu Mashariki wametakiwa kuweka mbele ajenda ya maendeleo kwa kuwachagua viongozi wenye maono na dhamira ya kweli kubadilisha maisha ya jamii yao. Katika hafla ya uzinduzi wa afisi ya shirika la kijamii la Faza Youth Action Group, viongozi wa eneo hilo walielezea masikitiko yao kuhusu hali duni ya maendeleo, huku wakisema kuwa upungufu wa uongozi thabiti umechangia hali hiyo, na waliwataka wakazi hasa jamii ya Wabajuni kuungana na kutumia uchaguzi mkuu ujao kama jukwaa la kujitetea au kujiletea mabadiliko kupitia ushiriki wa moja kwa moja kwenye ulingo wa uongozi. Baadhi ya ile huduma ambayo itakupeana hii ofisi ni kwamba ni virtual courts. Tuko na special office ambayo itakuwa inapeana virtual courts, ambao tumenunua mpaka laptop. Tumefanya partnership, nafikiri ilikuwa handed over na Lamu Locals, ambao ukitaka kufanya kesi hutaki kwenda polisi sababu tumeweka virtual courts kwa ile police station, lakini wewe ukiona hutaki kwenda police station kwenda kufanya virtual courts, utakuja ofisi ya Faza Youth uakishiwe laptop na ufanye kesi yako iendelee bila kusafiri kwenda Lamu. Naamini pakubwa kwamba watu wa Lamu Mashariki wanahitaji kiongozi ambaye atakuwa karibu na wao, kiongozi atakuwa mkweli na wao, na kiongozi atakuwa mwenye kushirikiana na wao katika mambo mengi ambayo tunahitaji kuyafanya. Kuna rasilimali nyingi ambazo sisi tunazitoa kama wananchi wa Kenya. Kuna fedha nyingi tunakusanya, na fedha hizi ndo zinazosimamia zile haki zetu kama za afya ambazo zimezungumzwa hapa, za maji, za moto, za vijana kupata kazi. Lakini la kusikitisha ni kwamba katika kaunti 47 Lamu kimaendeleo kama si namba 46 ama 45 basi ni 44. Tuko nyuma kabisa kimaendeleo, na tuko nyuma kwa sababu fedha zinazoletwa katika Lamu ya kaunti ni fedha chache, haziwezi kuleta maendeleo. Kitu nataka kuambia, sisi kama Wabajuni silaha yetu ni moja. Hakuna silaha iliyobakia isipokuwa ni umoja. Chama chetu sisi kama Wabajuni ni umoja. Gavana wetu ni umoja. Women rep wetu ni umoja wetu. Seneta wetu ni umoja wetu. Na wabunge wetu na MCA wetu wote ni umoja wetu. Na waziri wa